Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anazidi kuaminisha wa Iran kwamba lazima watauondoa utawala wa kiongozi mkuu aliyepo wakati huu Bwana Mujtaba Khamenei, ambaye amevaa viatu vya baba yake na kumrithi baba yake kama kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Waziri mkuu huyo wa Israel Bwana Netanyahu alituma ujumbe kwa watu wa Iran katika chapisho la ukurasa wa X, akimaanisha kwamba masharti ya mapinduzi dhidi ya utawala huo yatatimizwa hivi karibuni na kwamba watu wa Iran watapata fursa ya kufuatilia mabadiliko ya utawala. Ndoto zenu zitatimia, Netanyahu alisema. Wakati utakapofika na wakati huo unakaribia, tutapitisha mwenge kwenu. Muwe tayari kushika utawala wakati huo. Kauli ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu inakuja huku kukiwa na wasiwasi wa Marekani kuhusu uwezekano wa kutokea mabadiliko ya utawala nchini Iran licha ya mauaji aliyekuwa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei, ambaye nafasi yake imechukuliwa siku ya Jumatatu na mwanawe Mujtaba Khamenei. Maafisa wa Israel waliambia gazeti la Jerusalem Post mnamo Machi 2 kwamba Marekani inakusudia kuendeleza operation ya Epic Fury hadi utawala wa Iran utakapoanguka. Hata hivyo, wakati huu Marekani na Israel zimewaaminisha walimwengu kwamba wameshaharibu mfumo wa makombora ya ballistic ya Iran kwa 80% na kwamba wakati huu Iran haina uwezo wa kupambana dhidi ya Israel ama dhidi ya Marekani. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump anakusudia kuendelea na hatua hii. Afisa mmoja mkuu wa Israel alisema tayari ameweka shabaha, anataka kuchukua nafasi ya utawala na hana nia ya kuondoa mguu wake kwenye eneo hili, alisema moja kati ya makamanda nchini Israel, akimaanisha kwamba sasa utawala wa Iran unaenda kuangushwa. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani Bwana Trump alionekana kuashiria mnamo Jumatatu kwamba operesheni ya Marekani inaweza kumalizika kabla ya hayo kutokea. Nadhani vita vimekamilika sana, Trump aliambia shirika la habari la CBS News. Hawana jeshi la wanamaji, hawana mawasiliano, hawana jeshi la anga. Makombora yao yametawanyika, ndege zao zisizokuwa na rubani zinalipuliwa kila mahali, ikiwa ni pamoja na utengenezaji wao wa ndege zisizokuwa na rubani. Utawala wa Iran bado upo kwenye tishio. Matamshi ya Marekani kuhusu vita hivyo si ya msingi kabisa, na hata hivyo rais wa Marekani ameendelea kutishia utawala wa Iran kwa hatua zaidi za kijeshi, akionya Tehran siku ya Jumatatu dhidi ya kusimamisha mtiririko wa mafuta kupitia mlango bahari wa Hormuz. Iwapo Iran itafanya chochote kinachozuia mtiririko wa mafuta ndani ya mlango bahari wa Hormuz, itapigwa na Marekani kwa mara 20 kuliko ilivyokuwa hadi sasa, Trump aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Bila kujali kuendelea kwa ushirika wa Marekani, baadhi ya wataalamu nchini Iran wanaamini kwamba kuanguka kwa utawala kunaweza kuepukika kutokana na kiwango cha hasara za kijeshi na kisiasa cha Iran hadi sasa katika vita. Hata hivyo, wenyewe wa Iran wanaamini kwamba bado wana uwezo wa mapambano. Moja kati ya wataalamu huko Tehran anayefahamu operesheni za jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu alisema kwamba wakati huu IRGC bado imesimama imara na inaendeleza mapambano, na hakuna namna ambavyo Marekani inaweza ikashinda kirahisi katika vita hivi ikishirikiana na Israel. Wakati huo mashambulizi ya Israel na Marekani licha ya kwamba yanaendelea, lakini IRGC nayo pia inaendeleza mapambano makali katika maeneo mbalimbali katika taifa hilo la Kiyahudi Israel. Maeneo mengi Tel Aviv yameharibiwa vibaya, ikiwa ni pamoja na miundombinu ya nchi hiyo, kadhalika na kambi za kijeshi pamoja na viwanja vya ndege pia vimeharibiwa. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.